Mungu. But I'm telling you, my sister, Lakini nakwambia dadangu, at the end, kwa mwisho what God has written down for you, yale Mungu aliandika juu yako, that is what will come true. ile ndio itaenda kufanyika. Hallelujah. Let's see. Acha tuone. Paul said something to the Romans. Paulo aliwaambia jambo fulani kwa Roma. Let's look at Romans chapter 8. Acha tuangalie katika kitabu cha Warumi sura ya 8 And then we read verse 28 and see. na mstari wake wa 28. Romans 8. 28. 28 ya Warumi 8 inasema hivi, wapendwa. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja na kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Amena. Amen. And Paul says here, Biblia Paulo anasema hapa hivi. and we know that in all things Na tunajua katika yote God works for the good of those who love him, Mungu anatumika kwa wema wale ambao who wanampenda, have been called according to his purpose. wale ambao waliitwa kwa ajili ya mpango wake. God works Neno la Mungu in to better your life in your all your situation. inatengeneza maisha yako katika situation zako zote. If you love him Kama unampenda and you render your life to God, na unapana maisha yako kwake, then everything that you are doing, na kila kitu unachokifanya, then God will make his purpose be fulfilled in your life. Mungu ataenda kufanya mipango yake itimilike katika maisha yako. But everything that we run after, Lakini kila kitu ambacho tunakimbilia huko na huko, many at times people think they know where they come from. kuna wakati mwingi watu wanafikiria wanajua And they wanatoka know wapi, where they are going. na wanafikiria wanajua wanaenda wapi, And they know what they are about. na wanafikiria wao ni wanani, But really we don't know. lakini kwa kweli hatujui. Hallelujah. If really we know where we come from, Kama tunajua kweli mahali ambapo tunatoka, the Bible says, seek ye first Biblia inasema ya kwamba tumtafute yeye kwanza, the kingdom, tutafute kwanza ufalme wa mbinguni and then all these things na haki yake, kisha vitu vingine that vyote we are running after, yale ambayo tunatafuta huko na huko, it will be given. They will add them onto it. watatuongezea hayo. Hallelujah. But when you are seeking your own, Lakini wakati unajitafutia wewe mwenyewe, you will seek it, you go after it. unaitafuta na unaikimbilia huko na And huko, at the end, you will not receive it. na kwa mwisho hautapokea, And finally, the kingdom too will miss you. na kwa mwisho utaenda kukosa ufalme wa It's mbinguni, because you put the kingdom aside sababu uliweka ufalme huku pembeni and fighting against this worldly thing. na unaenda kupigania vitu vya ulimwengu. See, when God created the first man, Adam, Wakati Mungu alimuumba mtu wa kwanza Adamu, God has a plan for him. Mungu alikuwa na mpango kwa ajili yake. He has a purpose of creating. Alikuwa na mpango fulani kwa ajili yake. The Bible says God had a garden. Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa na bustani. And that garden, who knows where that garden is? Nani anajua mahali ambao hii bustani iko? People who are doing research. Wale ambao wanafanya utafiti. I have never heard that anybody said we have found that garden where Adam had been. Siasikiaga mtu fulani anasema ya kwamba ameona hiyo fasi ambao Adamu alikuwa. But according to some kind of research, Lakini kufuatana na utafiti mwingine, Adam has always been in the presence of God. Biblia inaonekana kama Adamu alikuwa mbele ya utukufu wa Mungu. The presence of God is just like a garden. Utukufu wa Mungu iko kama bustani. You will see the glory of God upon you every day. Utaona utukufu wa Mungu kila siku kwa ajili yako.
Hallelujah. So if you seek God in your life, Kama unamtafuta Mungu katika maisha yako, you take God, you meditate upon God's na word. unaenda kufikiria kwa ajili ya neno la Mungu, And God is number one priority in your na life. Mungu amekuwa namba ya kwanza katika maisha yako, You will see that God will be directing your footsteps. utaona Mungu ataongoza hatua zako. Everything you are going to do, God will direct Kila you. kitu ambacho utakachokifanya Mungu ataenda kuongoza, And He will be opening doors for you. na ataenda kufungua milango kwa ajili He yako. will be opening door one after another. Atafungua mlango mwingine na mwingine, And everything will be successful in na you. vitu yote vitaenda kufanyikiwa kwako. Hallelujah. But when we are using God as number 3, Lakini wakati tunamtumia Mungu kama namba 3 or God as number 8, wala tunamtumia kama namba ya 8, with some people we use our wife and our children. kuna wakati ambao tunatumia watoto wetu na wake wetu, We use our job number 2. tunatumia kazi zetu kama namba We use 2, our closest families. tunaenda kutumia marafiki We zetu, use our friends. tunatumia marafiki Maybe before God comes. mbele Mungu akuje. Hallelujah. Amen. My sister, my brother, Kaka na dada, seek ye first tutafute kwanza Mungu, the kingdom, tafuta kwanza ufalme wa mbingu, and He will add all those things to you. na vingine vitazidishwa kwetu. Job says something. Yubu anaongea maneno fulani, When we read Job 42, na wakati tunasoma kitabu cha Ayubu 42 verse number 2, na mstari wake wa 2, Job says something there. Ayubu anasema kitu fulani. We read that thing, then we bring our message to an end. Tutaenda kusoma hayo na tumalize ibada yetu. Job 42, verse 2. Ayubu 42 mstari wake wa 2. Arobaini na mbili ya Ayubu na mstari wake wa 2 unasema hivi: ninajua unaweza kufanya mambo yote, na ya kama makusudi yako hayawezi kuzuizwa. Amena. Here, Job said, Hapa Ayubu anasema, I know that you can do all things. najua ya kwamba unaweza kuyafanya mambo yote, No plan of yours will be thwarted. na hakuna kitu chako ambao kinaweza kikapitwa pembeni. You can never change the Hauwezi plan of God. kubadilika, You can never change. hauwezi kubadilisha mpango wa Mungu. Whatever God said I will do, Yale Mungu alisema ya kwamba atafanya, that is what He does. ile ndio anaenda kufanya. No human being can change the plan Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kubadilisha mpango wa Mungu. of God. Mpango wa Mungu, What Hallelujah. He has written for you, yale ambayo ameandika kwa ajili yako, it is written. imeandikwa. What God wants to do, Yale Mungu anataka kufanya, that is what He will do. ile ndiyo anaenda kufanya. The Bible says a teacher says something. Biblia inasema mwalimu fulani aliongea jambo They fulani. say when we read the book of Ecclesiastes, Anasema wakati tunasoma kitabu cha Mhubiri, he said it is meaningless. anasema haina maana. Everything is meaningless. Kila kitu haina mafaa. Everything that we are running after is chasing after the wind. Kila kitu ambao tunakimbilia iko kama vile tunakimbilia upepo. Hallelujah. He said, I have tried everything Anasema nilijaribu kila kitu as one of the best king kama mfalme ambaye alikuwa wa mzuri zaidi in Israel. katika Israeli. I have the best garden. Nilikuwa na bustani nzuri, I have the best plant of wine. nilikuwa na mvinyo mzuri katika shamba langu, And everything that I want, even the slaves, I have the best. na out of kila it. kitu kama ni watumwa nilikuwa nao. And at times I said to myself, drink, eat, and relax. Na kuna wakati nasema kwamba acha nikule, nikunywe na nipumzike. The best building, I have had everything. Nyumba ya mzuri nilikuwa nayo, But I look at everything under
under this sun, Lakini wakati naangalia kitu yote hapa chini ya jua, everything is meaningless. kila kitu ni ubatili mtupu. It's just chasing after the wind. Iko kama tunakimbilia upepo, tunakimbizana na upepo. Hallelujah. So everything that you are running after, Kila kitu ambacho tunatafuta, forgetting your creator. unasahau muumba wako. The Bible says all those things, they are meaningless. Biblia inasema kwamba yote ni ubatili. So the Bible says when you seek him first, Inasema wakati unamtafuta kwanza, he will tell you what to do. atakwambia la kufanya. He will direct your footsteps. Ataongoza hatua zako. He will lead you through. Atakuongoza vizuri. And you will enjoy yourself on the earth. Na utaenda kufurahia maisha yako hapa chini ya And jua. then in the kingdom too, there is a place for you. Na huko kwa mwisho utakuwa nafasi yako katika ufalme wa mbinguni. Hallelujah. God bless you. Mungu awabariki. Amen. There is also a place in the kingdom of God for you. Amen. Kuna nafasi kwako katika ufalme wa mbinguni. Where you work according to the power of the purpose. Kama unatumia unaenda kufuatana na njia za Mungu. There is power Kuna nguvu and there is a purpose. na kuna mpango. You have to have that power and have that purpose. Unapaswa kuwa na ile nguvu na kuwa na mpango. Because of my time, I'm going to give the pastor for announcement only 3 minutes. Sababu ya wakati yangu naenda kumpa